Kwa majina naitwa ndugu Priscus Mramba, ni supervisor wa wanyama Apopo pale, ambapo tunajihusisha na ufunzi au kuwafundisha panya kugundua vitu tofauti tofauti. Kiuhalisia kwenye lishe, panya wetu huwa wanakula vyakula ambavyo sisi binadamu tunakula. Wanakula mfano mahindi, wanatumia nyanya, wanatumia parachichi, wanatumia tikiti, wanatumia dagaa, pellets na vyakula vingine ambavyo vinapatikana kwenye jamii zetu. Kwa ujumla, panya wetu ili waweze kuwa na afya nzuri, lazima wapate hivi vyakula kwa wakati, hasa siku ya Ijumaa ambapo wanasherehekea weekend yao. Kwa hiyo wanawekewa vyakula hivi kwa pamoja kwa variety ambazo zitapatikana kwa wiki hiyo, ili basi weekend yao iweze kuwa nzuri. Lakini kwenye training huwa mara nyingi wanapata chakula ambacho ni kinawatosha kwa siku hiyo, ili basi kuweza kutrack performance yao ili iweze kwenda katika hali nzuri. Umri pia inazingatiwa hasa kwenye mafunzo, kwa sababu ili panya aweze kufanya kazi vizuri ni lazima pia awe na uhitaji wa chakula. Kwa hiyo ni lazima ale wakati anafanya mafunzo. Kwa hiyo anaweza kupata chakula chake kwa siku mara moja pale ambapo anapokuwa kwenye mafunzo. Nje ya hapo hawezi kupata chakula kingine, isipokuwa tu kama hajafanya vizuri kwenye mafunzo yake, basi ataongezewa ratio yake ya kawaida baada ya masaa mawili kupita, ili basi aendelee kuishi vizuri na kuona kwamba kwake kazi sio adhabu, ila ni furaha au ni sehemu ya maisha ya kawaida ya kupambana. Kiuhalisia panya wetu wanaweza kufanya kazi tofauti tofauti kulingana na namna ambavyo umemfundisha. Pale Apopo, Apopo ukifika, wapo panya ambao tumewafundisha kugundua mabomu yaliyotegwa ardhini. Wapo ambao tumewafundisha pia kugundua makohozi ya binadamu ambayo yana viambukizi au yana maambukizi ya vimelea vya TB. Na zipo research nyingine ambazo zinaendelea ambazo pia zinaelekea kuwa na mafanikio makubwa kabisa, ambapo tumewafundisha panya pia kugundua nyara za serikali ambazo zinatoroshwa, mfano pembe za ndovu, meno ya tembo na vitu vingine. Na research ambayo inaendelea na inaelekea kuwa kwenye mafanikio makubwa kabisa, ambapo pengine soon serikali itakapojiridhisha, basi huenda tukaanza kazi katika mazingira tofauti tofauti. Na pia wapo panya ambao pia wanagundua watu ambao wameponokana vifusi. Research ambayo pia ina kwenye muendelezo mzuri, ambapo tuko kwenye majaribio Uturuki, kuona kwamba research hiyo ikifanikiwa pia tutapata pia kibali cha kuendelea kufanya kazi mazingira tofauti tofauti kadiri ambavyo tutapewa nafasi hiyo. Kazi kwa kweli ya accuracy ni kubwa, kwa maana ya kwamba kwa mfano panya wa mabomu anaweza kunusa square mita 400 kwa dakika ambazo hazizidi 20. Square mita 400. Ina maana kwa mashine za kawaida unapata picha anaweza kana kachukua kiasi siku ngapi. Na panya wa TB pia anaweza kanusa sampuli 100 kwa dakika ambazo hazizidi 15. Si chini ya zaidi ya dakika 15. Lakini ana uwezo wa kufanya kazi kwa uharaka mkubwa zaidi.